Alan Okello Starboy kutokea Uganda. Leo ambavyo umemtizama mchezaji wake, ni mchezaji wa aina gani na Yanga pale wamepata jembe kulikweli? Kwanza nakubaliana nawe kwamba sio tu kwa mechi hii ya Mashujaa, huwezi kumtafsiri mchezaji ni jembe kwa mechi moja. Rekodi yake alikotoka anathibitisha kwamba yeye ni mzoefu, yeye ni mtwezi kazi, yeye ni usajili ambao kama ataendeleza kile alichokifanya alikotoka Vipers, timu ya taifa ya Uganda, maana yake Yanga hawajakosea hata kidogo. Na ndio maana alikuwa anawaniwa na klabu nyingi. Yanga ameshinda hiyo vita, alikuwa anatakiwa Al Ahly Tripoli na klabu nyingine mbalimbali. Kwa hiyo juu ya kwamba yeye ni mzuri sio mzuri, ni jembe sio jembe, ita vyovyote, yeye ni mzuri. Kilichobaki ni juu ya kuyafanya aliyoyafanya alikotoka, kwa sababu mpira wa miguu Jado, mimi tunaweza ni mchezaji mzuri sana winga pembeni. Lakini ukinihamisha timu moja kwenda nyingine, naweza kufanya tofauti. Usije ukawalaumu walionisajili, kwa sababu alinisajili kutokana na ninachokionyesha sasa, afu nikafanya tofauti. Nimejivika mwenyewe, lakini namaanisha wachezaji hiyo ni huwa inatokea. Kwa hiyo changamoto alionayo uendeleze kile alichokifanya. Lakini ni kwa nini hicho alichokifanya ni kipi? Kwa ligi kuu ya Uganda msimu uliopita, klabu yake ya Vipers ilitoa ubingwa. Tunatambua vizuri. Walimaliza na pointi 69. Walifunga mabao 49, waliruhusu mabao 15. Kwa hiyo mabao 49, yeye alifunga mabao 19, alitoa assist 4, akichangia mabao 23 kati ya 49. Ni zaidi ya 40% mabao yote ya Vipers yalikuwa yanamtegemea yeye. Uganda katika qualifications za kombe la dunia, mechi 10 walifunga mabao 14, walimaliza nafasi ya pili. Vinara walikuwa Algeria, wameenda moja kwa moja kwa tiketi ile kwa nia kombe la kuwakilisha Afrika katika kombe la dunia. Mechi 10 yeye alicheza mechi 7, dakika 562. Kafunga mabao 3, assist 4. Kachangia mabao 7 kati ya 14 ambao ni 50% mabao yote ya Uganda. Na Uganda hii inahusisha Uganda kweli kweli. Yaani wachezaji ambao wengine wanatoka nje ya Uganda. Yaani unazungumzia kina Khalid Aucho ndani. Yaani wachezaji wanaocheza nje ya Uganda nao ndani. Alafu yeye anapata nafasi ya kucheza mechi 7 kati ya 10, anachangia mabao 70%. Kwenye chani, wakati Uganda inaika record kwa kufika robo finali michuano ya chani kwa mara ya kwanza katika historia yake. Wao Tanzania Uganda ndio walikuwa waandaaji na wote walifika robo finali. Uganda walifunga mabao 8 katika mechi 5. Katika mabao 8, yeye alifunga mabao 3, assist 1. Kachangia mabao 4 ambao ni 50% mabao yote. Bado tu unaachilia shaka mchezaji huyu. Lakini sio hilo. Ana miaka 25. Unajua watu wengi ili neno star boy linabaki tu AKA. Bwana wewe una hadhi ya kumuita boy na kujua umri wako. Yule kala chumvi. Katika mpira wa miguu ni mkubwa. Isipokuwa ni handsome boy. Muonekano wake akinaisha Kabuga atendea sahau huyu star boy, hamna cha uboy. Ana miaka 25. Upo. Sasa kwenye mpira wa miguu miaka 25 anaitwa boy tena. Ameshavuka. Yaani yeye ni mkubwa kuliko Mzize. Mbona Mzize umwiti boy? Ni mkubwa kuliko Selemani Mwalimu, Joshua Budo Mutale. Wote wamfikii. Mohamed Damaro Kamara na miaka 23, yana miaka 25. Kwa hiyo Kamara ukimwona pale, yeye ni mdogo kwa Alan Okello. Najua kwenye masuala ya umri tusilete mjadala hapa. Lakini kimsingi amejaliwa tu na sura ambayo inafanya mara zote aonekane hana hatia, ni innocent, lakini ana balaa. Ligi ya mabingwa barani Afrika 2018 alicheza hatua ya makundi akiwa na Kampala City Council. Kwenye kundi lao alikuwa na Esperance de Tunis, kwenye kundi lao alikuwa na Al Ahly ya Misri, kwenye kundi lao alikuwa na Township Rollers. Yeye wakati huo ana miaka around miaka 18. Alikuwa anapata nafasi ya kucheza. Kwenye kundi lao alimaliza watatu. Kwenye mechi kwa mfano walizocheza dhidi ya Al Ahly, waliduaza wengi, waliwapiga Al Ahly mabao 2-0. Al Ahly akina Walid Suleiman, Mohamed Shenawi golini kama kawaida, waliwafunga mabao 2. Walipoenda Misri walifungwa 4-3. Katika mechi hizi mbili alifunga, alitoa assist. Wakati huo ana miaka 18. Sasa hivi ana miaka 25. Maana ile maturity ipo juu. Ushahidi sasa kukoma kwake ndo katika mechi dhidi ya Mashujaa. Unajua jinsi anavyofagiliwa sana, anavyopendwa na mashabiki. Unajua wachezaji wapya kama yeye eneo la ushambuliaji huwa na mashabiki. Wao ndo wapoteze mashabiki uwanjani kwa wanachoonyesha. Lakini kabla hawajacheza, huo watu wote walikuwa na shauku kumuona huyu star boy ndo yuko vipi. Matarajio ni kwamba awe emotions, yani kuwe na hisia kucheza, kutaka kuonyesha mashabiki kwamba mimi naujua. Lakini alionyesha ubora wake dakika 90. Hakuna mahala mimi nimemshuhudia Alan Okello akicheza kwa mbwembwe kutaka kufurahisha mashabiki. Alikuwa anacheza kufuata mpango kazi wa kocha Pedro Gonçalves. Na hili ni jambo muhimu sana kwa taasisi, kwa klabu kama Yanga. Si mchezaji wa show off. Ingawa mechi ilikuwa inamhitaji afanye hivyo, achukue ujiko, hapana kufanya hivyo. Penye kutoa pasi alitoa pasi, penye kupiga chenga alipiga. Hakuwa analazimisha mambo. Hakulazimisha kufanya kwa mfano attempts, kupiga mashuti mradi kufunga. Kwenye mechi ile alicheza dakika 90. Kumbuka urefu wake ni 5 na inchi 10.
Bule yenye nguvu zaidi la kushoto akawa anatokea kulia, Yanga kwenye muundo wao akawa yeye anatokea kulia, katikati Maxim Nzengeli katika viungo watatu ushambuliaji, alafu pande mwingine Pedro Pacome Zouzoua mshambuliaji kinara, Prince Mpumelelo Dube. Katikati alianza Damaro Kamara, lakini nyuma golikipa Butalibu Msheli tunajua alikuwepo Kibwana Shomari, alikuwepo Shadrack Sikaboka, alikuwepo Dickson Job ambaye alianza na Bakari Nondo Mwamnyeto, Juka Abuya alikuwa na Kamara. Kwa hiyo alikuwa anatokea kulia. Cheza yake mara nyingi alikuwa anaingia ndani, anarudi nyuma kusaidia kuzuia. Katika dakika 90 alihusika katika matukio 30. Matukio 33, sorry, matukio 33 na maanisha yale ya kutoa pasi, kuchezewa faulo, kupiga kona, kupiga free kicks, kufanya majaribio ya kufunga. Niliangalia mimi vizuri, nilifuatilia vizuri. Mara 33, matukio makubwa. Dakika 45 alipigana 1-2 vizuri sana na Pedro Pacome Zouzoua. Halafu Pedro Pacome Zouzoua akampa Maxim Nzengeli akaweka mpira wavuni, lakini ilikuwa offside. Kwa hiyo tukio moja hapo. Kipindi cha pili dakika 56 alipigana 1-2 na Depo. Depo baada ya kuingia dakika 55 kapigana 1-2, lakini yeye akamtoa mwisho, kapiga pasi kwa kisigino, kajaribu kupiga shuti lilitoka nje. Dakika 69 nakumbushia tu baadhi, alifanywa faulo na Mpoki Mwakinyuke. Dakika 69 alipiga shuti limbabatiza Daniel Lianga usoni kama unakumbuka vizuri. Dakika 69 alipiga shuti. Dakika hiyo ambalo golikipa alilicheza, golikipa wa Mashujaa Costa Mashujaa Costa Malimi jina lake, golikipa alicheza mpira. Lakini dakika 89 ulipatikana mpira wa kutenga ambao aliuanzisha yeye kwenye kucheza, pasi imemwendea Depo akafanywa madhambi, kwa hiyo ikabidi pale free kick. Free kick alitaka kupiga Depo, akamwambia please niachie. Yeye ni mtaalamu katika miongoni mwa ubora wake ni pamoja na kucheza mpira kutenga. Alipiga free kick nzuri, ilipita ukuta, lakini ilikuwa na nguvu, golikipa ikamshinda akaitema. Depo akawai akiwa na instincts za kiushambuliaji, hulka ile ya kufunga, akaweka mpira wavuni. Kwa hiyo amehusika. Umkuti kwenye assist mechi hii kwa sababu ya hiki nilichotoka kukieleza, lakini kama ukiita pre assist basi ile ni faulu ambayo ilikuja kuzaa bao la 6 dakika 89. Lakini ukumkuta kwenye kufunga, hakuwa analazimisha mambo, na hili ni jambo muhimu kweli. Wachezaji wasio wazoefu wanaosajiliwa kwa usajili wa kishindo na masifa mengi kwenye mechi kama ile, ungemtaka angetaka afanye baiskeli visigino la. Na kwa sababu mashabiki hupenda mbwembwe, kuna uwezekano pengine Okelo wenyewe ndio huyu. Katika wachezaji ambao walivuruga sana mpangilio wa kiulinzi wa Mashujaa alikuwa ni pamoja naye. Yaani walinzi kina Samson Madeleke, walinzi kina Mohamed Musa, Mpoki Mwakinyuke, viungo wao kina Samuel Onditi walipata wakati mgumu kwa sababu ya kule kubadilishana nafasi kati ya Okelo, Maxim Nzengeli, Pedro Pacome Zouzoua. Baada ya kipindi cha pili dakika 55 alikuja kuingia Mudathia Abbas na Depo, waliingia kwa pamoja dakika 55, wakazidi kuongeza huo mbadilishano wa kuvuruga safu ya ulinzi ya Mashujaa. Alikuwa akipasiana sana na Kibwana Shomari, alikuwa akipasiana sana na Pacome, anapasiana na Depo, anapasiana na Dube. Alionyesha kiwango kizuri. Na ikumbukwe hawa Mashujaa kabla mechi dhidi ya Yanga, bado utaona mabao 6 ndio idadi kubwa mabao msimu. Kabla ya mechi dhidi ya Yanga ndio timu ya 3 kwa ukuta. Golikipa wao ana clean sheets 4. Umeshaona Eric Johora. Sorry, nilisema Costa Malimi please. Hapa mtaedit. Eric Johora, umeona amecheza clean sheets nyingi, ndio anaongoza kucheza clean